Yesu ambaye tunamhubiri, ambaye tumepata habari zake kwa wale mitume waliokuwa pamoja naye, wale mitume 12 waliokuwa pamoja naye, wakamshuhudia, wakampapasa, wakamuona, wakashika yeye, wakaona huyu Yesu. Na sisi wenyewe tunapohubiriwa huyu Yesu, tunampokea kama Yesu mzungu, Yesu wa Uingereza, Yesu wa Marekani, Yesu wa Waarabu. Hivyo ndivyo tunapopata habari zake katika kitabu hiki tunamuona. Lakini wacha niwaambie ndugu zangu, Yesu huyu ambaye wanadamu wamemchukua kama mzungu, hiyo ndio ilisababisha hata wao wakuweko na Yesu wao, kama ni Yesu mweusi ama umuite Yesu Mwafrika, sababu huyo Yesu ni mzungu. Hata maneno haya pia yaliandikwa na wazungu. Ni sawa kwa akili ya kawaida na kufanya utafiti, watu wale hawakuwa watu weusi, na Petro walikuwa watu wale weupe ambao wametoka Mashariki ya Kati, ambaye si weusi. Hata Yesu alizaliwa katika ukoo ule wa Daudi. Basi tukitafuta historia tutapata huko ndiko Yesu alitokea. Lakini neno la Mungu halileti sura ya Yesu kama vile tunavyoona. Neno la Mungu linatuletea huyu Yesu. Katika Waebrania 11 inasema imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo imani, wazee wetu walishuhudiwa, kumaanisha hata wao walikuwa wanaambiwa maneno tu ya kuamini pasipokuona. Basi kwa imani tunafahamu kwamba mbingu na nchi viliumbwa kwa neno la Mungu. Kwa hiyo hapo ndipo Yesu anapatikana, kwamba mbingu na nchi ziliumbwa kwa neno la Mungu. Kwa hivyo neno la Mungu ndio liliumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Kama vile mtume wake Yesu Kristo Yohana anashuhudia akisema kwamba hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika, na ndani yake ndimo kulimokuwa uzima, na uzima huo ndio ulikuwa nuru ya watu. Angalia maneno hayo uone kama Yesu ni mzungu. Kama hapo mwanzo kulikuwa neno, na neno lilikuweko kwa Mungu, na hilo neno alikuwa Mungu, basi mbingu na nchi zikaumbwa kwa neno la Mungu, ambaye hata wewe unajua Yesu ni neno la Mungu. Na Yesu akiwa neno la Mungu, basi Mungu ni neno na Yesu ni neno. Kwa hivyo wanapatana kwa habari ya neno. Kwa hivyo hakuna maneno mawili, bali neno ni moja. Katika Injili hiyo Yohana mstari wa 14 inasema, naye neno akafanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hivyo ni neno la Mungu lililofanyika mwili, ambaye ni Yesu, ambaye hutalete neno hilo, kwa sababu hakuna neno ambayo ni black na hakuna neno ambalo ni white. Neno ni Mungu. Kwa hivyo ukileta neno kwa sura ya mtu ama kwa binadamu ama kwa kiumbe, kama vile Warumi waliambiwa kwamba walipomjua Mungu walimgeuza kuwa kiumbe kilichoumbwa, badala ya kuabudu muumbaji wakaabudu kiumbe kilichoumbwa. Kwa hivyo ndugu zangu,
kuwa Yesu kama ni kitu ya kawaida ama ya kulinganishwa na ubinadamu wa mzungu ama ubinadamu wa Mwafrika. Yesu ni neno la Mungu, na pasipo Yesu wewe haungekuwa huko. Kwa njia ya Yesu wewe umekuwa huko. Kwa hivyo Yesu huyo ndiye anayejiongelesha yeye mwenyewe ndani ya wanadamu, kwa sababu wanadamu wamekuwa wakisoma Biblia wakisema Isaya amesema, Danieli amesema, Yohana anasema, Paulo anasema. Wacha nikwambie ndugu zangu, hakuna mtu amewahi kusema habari za Mungu, ama hakuna mwanadamu amewahi kueleza uasili wa Mungu, ama amewahi kueleza historia ya Mungu, ama hakuna binadamu amewahi kueleza uungu ni nini, na hakuna mtu anaweza kueleza, kwa sababu hakuna mwanadamu ajuae mambo ya Mungu. Unaweza kuuliza kwa nini mimi ninaongea maneno ya Mungu? Hata mimi mwenyewe ninayoongea, mimi binadamu siwezi kujua mambo ya Mungu. Biblia ndio inasema hivyo katika kitabu cha Warumi, cha Wakorintho, kwamba hakuna mtu ajuaye mambo ya Mungu. Mambo yako ya binadamu, roho ya binadamu inajua tu mambo ya binadamu. Hivyo hivyo mambo ya Mungu hakuna mtu ajuaye. Basi kama hakuna mtu anajuaye mambo ya Mungu kama mimi hivi, ni nani anaweza kueleza mambo ya Mungu? Kwa hivyo ni nani aliyeeleza mwanzo wa Mungu? Ni nani aliyekuweko Adamu akiumbwa na Mungu? Ni nani anaweza kuwa alikuwa anafuatilia kama vile waandishi wa habari wanaofuatilia habari fulani wataka kujua ukweli? Ni nani aliyekuweko Musa akiongea na Mungu katika kile kijiti kilichowaka moto, akakuwa akiandika maneno haya, naliona na kaona? Isipokuwa Mungu mwenyewe ndio anaeleza mambo yake yeye mwenyewe. Na Mungu anaeleza mambo yake yeye mwenyewe kwa namna gani? Mungu anaeleza mambo yake kwa jinsia ya Roho, kama vile Petro anavyosema kwamba unabii wa kitabu hiki haufai kufasiriwa kama apendavyo mtu tu, kwa sababu sio hadithi iliyotungwa kifuatiliwa, bali ni wanadamu walipewa maneno ya Mungu wakiongozwa na Roho. Yaani mimi naongea maneno ya Mungu nikiongozwa na Roho wa Mungu. Kwa hiyo ni Mungu mwenyewe anaongea ndani ya binadamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna binadamu ajuaye mambo ya Mungu isipokuwa Roho wa Mungu amuongeleshe mambo ya Mungu mwenyewe. Yaani Mungu mwenyewe hujiongelesha. Na ndio sababu Yesu alikuwa ana confuse watu wengi sana, kwa sababu yeye ndiye alikuwa yeye, lakini kwa sababu ya kufikia mwanadamu alijifanya kama binadamu, akavaa mwili wa binadamu ili awe akiongea mambo ya Mungu, lakini mambo hayo ni yake tu, akiwa neno la Mungu. Basi tunaona kwamba maneno yote wanadamu waliongea, hao wanaomtumikia Mungu ama watumishi wa Mungu wa zamani, waliongozwa na Roho wa Mungu. Wanadamu walipewa maneno ya Mungu wakiongozwa na Roho wa Mungu. Petro anasema kwamba manabii wakachunguza ni wakati upi utukufu ule utakaofunuliwa, ambaye Roho wa Kristo alishuhudia mateso ya Kristo, alishuhudia ndani yao. Yaani Roho wa Kristo ndiye alikuwa anashuhudia ndani ya manabii. Kwa hivyo ni Kristo aliyekuwa
akiongea maneno hayo. Ukiona Hosea anasema, ukiona Ruthi anasema, ukiona Ezekieli maneno anaongea, ama Danieli, mambo hayo si ya Danieli, maana Danieli hana maneno ya Mungu, bali ni maneno alipewa na Mungu aambie watu wake. Kwa hivyo Mungu, ingawaje amechukua sura ya binadamu kama mzungu, lakini yeye ni neno la Mungu ambaye ndiyo Yesu. Ndugu zangu, ukimpokea huyo Yesu kama neno la Mungu, na ndio sababu watu wengi wameamini Yesu ambaye sio neno, basi ukiwaletea neno la Kristo, hilo wanalikataa, lakini Yesu wanamwamini. Basi usiwe mmoja ambaye unaamini Yesu ambaye si neno, kwa sababu Yesu ni neno la Mungu. Basi ukisikia Yesu yu hai, alikufa na akafufuka, hiyo ni ukweli, Yesu yu hai. Maana lile neno unalohubiriwa, ninalokuhubiria liko hai. Na kama neno linaishi, basi Yesu huyo